Mama Halima Vuai ni mmoja wa wakazi wa mkoa wa Kaskazini Unguja, shehia ya Kigongoni, ambaye kwa muda mrefu alikuwa akiishi katika mazingira duni. Leo amepata tabasamu jipya baada ya kukabidhiwa nyumba iliyojengwa na taasisi ya viwango Zanzibar ZBS kama sehemu ya utekelezaji wa wajibu wake kwa jamii. Akizungumza katika hafla makabidhiano hayo, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Watoto, Anna Atanas Paul, amesema hatua ya ZBS kumjengea Mama Halima nyumba ni mfano wa kuigwa. ZBS ni kuambieni hongereni sana. Kazi yenu nzuri mnaoifanya, kwa sababu serikali peke yake haiwezi, japokuwa na yenyewe ni taasisi ya serikali, lakini tunakutegemeeni sana sisi kama Wizara ya Maendeleo ya Jamii kufanya vitu kama hivyo. Kigongoni tumeambiwa mazingira haya yapo mengi, si Kigongoni tu. Tukitoka hapa tunaenda Mgonjoni na kwenyewe kuna mazingira magumu kuliko haya yapo kule. Kwa hivyo wananchi wenye uhitaji wako wengi sana. Kwa hivyo tusisite hapa, mwakani pia tuangalie tena kujenga nyumba nyingine moja. Tusifanye mambo mengine, tuangalie kujenga kinyumba hata kimoja, tutakuwa tumeanza kupunguza. Kwa upande wake, mkurugenzi wa taasisi ya viwango Zanzibar ZBS Yusuf Majid amesema taasisi hiyo itaendelea kutekeleza wajibu wake kwa jamii kwa kuwasaidia wananchi wenye uhitaji. Tuliamua kama taasisi kuweza kujitolea kujenga jengo hili ambalo ni chumba kimoja ambalo pamoja linaungana na choo kwa mwenzetu huyu ambaye ana changamoto ya ulemavu. Na takriban jengo hili limejengwa kwa milioni 12. Hii ni moja ya sehemu ya taasisi ya viwango Zanzibar katika kurudisha katika jamii. Tuna programu ambazo za kila mwaka ambazo tunarudisha kwa jamii. Taasisi hii inafanya kazi na wananchi, wanajamii mbalimbali ambao wana changamoto mbalimbali. Kwa tuna program katika kusaidia maeneo mbalimbali ikiwa elimu, afya pamoja na watu ambao wanaishi kwenye mazingira magumu kama haya. Kwa hiyo hii leo ni mwanzo tu ambao tumeanza hapa. Tutaendelea kwa mwaka wa fedha ndio umeanza leo tarehe 1 Julai. Tunategemea pia kufanya kwa mwaka huu program kubwa hasa kwenye masuala ya kina mama, watoto, lakini watu pia ambao wanaishi kwenye mazingira magumu. Naye mkuu wa wilaya Kaskazini Unguja, Riziki Daniel Yusuf, ameipongeza taasisi hiyo kwa moyo wa kujitolea na kuunga mkono jitihada za serikali. Sisi tunaomba tuishukuru sana taasisi, lakini vile vile tuwe na ombi sasa, kwa vile ametuhakikishia hapa mkurugenzi kwamba hiyo ni moja kati ya majukumu yao, lakini na upendo wao vile vile, basi tujaribu kuangalia na wananchi wengine katika maeneo haya. Kwa kweli Mama Halima hapa sasa amefarajika na naamini atakuwa analala usingizi mzuri sana. Ingawaje ameshamaliza kipindi cha masika, lakini hiki tulicho nacho ambacho tunaingia kwenye baridi, basi hapa atakuwa amestirika vizuri sana. Akitoa shukrani kwa niaba ya familia, mtoto wa mama huyo anaeleza: nashukuru taasisi iliyokuja mjengea mama yangu. Nashukuru sana, namshukuru na Mheshimiwa Rais. Mwenyezi Mungu amjalie kwenye majukumu yake, amfanikishe na kazi zake, na hawa waliokuja mjengea mama yangu pia Mwenyezi Mungu awafanyie wepesi kwenye kazi zao, atulipe ujira mwema hapa duniani na kesho akhera. Hatua hiyo imefanywa na ZBS imelenga kuboresha maisha ya wananchi wenye uhitaji na kuimarisha ustawi wa jamii. Amina Omar, Al-Fatah TV Online. Kutokana na thamani na kujali taarifa kutoka sehemu mbalimbali, Al-Fatah TV Online inaomba ushirikiano wako mtazamaji, kutoka popote ulipo, kutupa taarifa za matukio mbalimbali ili tuyafanyie kazi na kuyarusha hewani, kama vile taarifa, habari, mikasa au matukio. Si hayo tu, pia unaweza kutupa taarifa kuhusu watu wanaokabiliwa na matatizo mbalimbali ya kimaisha ili tuyafanyie kazi kupitia jumuiya yetu ya kutoa misaada muhimu ya kijamii, Al-Fatah Charitable Association Zanzibar. Wasiliana nasi leo kupitia namba zetu za WhatsApp alama ya kujumlisha 25577858490. Wasilisha kwetu leo, tuifikishe kwa jamii leo. Al-Fatah TV Online, dira ya umma.